tuko katika jengo la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na leo kulikuwa na kikao kazi ambacho kimewakutanisha viongozi wa vyama, tukiwa tunazungumzia makatibu wakuu ambao ndio watendaji wa vyama hapa nchini. Tunafahamu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025, na kubwa ilikuwa ni kikao kazi kwa ajili ya kuweza kupitia kanuni na maadili ya uchaguzi, na huu ndio uchaguzi. Na niko na baadhi ya makatibu, nataka kufahamu kwanza wanazungumziaje kikao cha leo, lakini nini ambacho wanaweza kukizungumzia na wamejifunza nini, na nini ambacho wanakiona kwao kinaweza kinaakisi uwepo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Kwa jina naitwa Saum Rashidi, ni katibu mkuu wa United Democratic Party UDP. Kwanza kabisa naomba niseme yafuatayo. Kuisha kwa uchaguzi mwingine ndio mwanzo wa uchaguzi mwingine. Tulimaliza uchaguzi wa 2025, baada tu ya kumaliza uchaguzi wa 2020, tulianza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo ambacho kimefanyika leo ni hatua mbalimbali za kufanikisha huu uchaguzi kuja kukamilika. Leo tumekuja hapa Dodoma kwa mwaliko rasmi wa INEC, ambayo ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa kazi moja tu ya kuja kusaini maadili ambayo kama hautasaini kwa mujibu wa sheria unakuwa hauwezi kushiriki uchaguzi. Na maadili haya yanasainiwa na vyama vya siasa, kwa maana leo ambao mmeona ni makatibu wakuu wa vyama ambavyo vimekuja kusaini, lakini pia tutakapofika kwenye mchakato wa uchaguzi, ili mgombea aweze kuteuliwa ni lazima pia awe amesaini ile form namba 10C ambayo inamwezesha kuwa na sifa na vigezo vya kuwa mgombea wa chama cha siasa. Kwa hiyo hatua hii ni muhimu sana na imekuwa kwa kweli shirikishi. Hatukuja tu kusaini leo. Mchakato huu wa maandalizi ya haya maadili ulianza kwa kufata hatua kama ambavyo tume ilifanya, kwa maana ilileta taarifa ndani ya vyama vyetu vya siasa, na kama chama tulichukua hatua ya kutoa maoni yetu na mapendekezo. Lakini baada ya kutoa maoni tuliletea rasimu ya maadili ambayo tuliipitia kwa kina, na baada ya kupitia tulijiridhisha kwamba yale ndio ambayo kwa asilimia kubwa tunakuja kuyasaini ili sasa tuweze kukidhi vigezo hivi. Kwa hiyo nishukuru tu kwamba tume imekuwa katika michakato hii, kwa kweli imekuwa ikitushirikisha vyama vya siasa kama wadau wake wakubwa. Kwa hiyo leo imeonyesha kabisa ule uhuru wa tume, kwa maana hata tulipofika hapa tuliulizwa mmoja kama tunaridhia mchakato huu, na kwa kuwa binafsi nimetumwa na chama changu, tumeridhia mchakato huu, kwa maana kwamba sisi kama chama tumejipanga kushiriki uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo tunawaasa pia Watanzania wote ambao wanatamani kuwa wagombea kujitokeza katika vyama mbalimbali ili waweze sasa kuteuliwa na vyama hivyo ili waweze kuwa wagombea, kwa sababu tunaamini kabisa kupiga na kupigiwa kura ni haki ya kila mwananchi ambaye ametimiza kuanzia umri wa miaka 21 na kuendelea. Kwa hiyo ni haki ya kikatiba. Tuwaase Watanzania kutumia haki hii ya kikatiba, na hata wale wote ambao watajaliwa kutokuwa wagombea waitumie haki hii ya kikatiba ya kuja kupiga kura. Kama tulivyoona michakato ya uandikishaji ilitokea, na Dar es Salaam ilikuwa ya mwisho, ambao mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, tulifanikiwa kufanya masuala ya uhamasishaji wa kuandikisha. Kwa hiyo niseme tu kwa ambacho kimetokea leo, tunakwenda kutimiza lile takwa letu la kuwa wagombea. Lakini vile vile kwenye maadili haya, mimi kitu kipi ambacho pia nimekiona na ambacho tunatakiwa pia kukifuata kama vyama, lakini kama wagombea, kuna masuala ya udhalilishaji wa kijinsia. Ni masuala ambayo tunaona wakati mwingine yanaleteleza changamoto, hata baadhi ya wanawake wanaogopa kuingia kwenye michakato hii kwa sababu anaona nikienda mimi pale nitaanza kudhalilishwa na nini. Kwa hiyo kwa sababu imewekwa kwenye kanuni ya maadili, tunaamini hii
itafungua milango kwa wanawake wengi zaidi kujitokeza, kwa sababu anajua kwamba hatua zitachukuliwa endapo patatokea matatizo kama hayo. Lakini hata vyama na wagombea na wafuasi wetu wakijitokeza kufanya fujo, tumeona kabisa pale hatua mbalimbali zitachukuliwa. Lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo yapo ndani ya maadili haya. Kwa hiyo muhimu ni kuyafata na kuyatekeleza, lengo kubwa likiwa ni kuwa na uchaguzi huru wa haki na wa amani, ambao kila mmoja akitimiza majukumu yake tutafanikisha kuwa na uchaguzi huru wa haki na amani. Sawa. Asante. Baada ya kuona marekebisho kadhaa ambayo ikiwemo swala la kuangaliwa udhalilishaji wa wanawake kuelekea uchaguzi, wewe unaiona wapi nafasi ya mwanamke katika kuwania nafasi mbalimbali? Tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka 2025. Nafasi ya mwanamke unaiona wapi? Na hapo kwenye maadili sio udhalilishaji wa wanawake, ni udhalilishaji wa kijinsia. Kwa maana yeyote anaweza akadhalilishwa. Anaweza akadhalilishwa mgombea mwanaume au mwanamke, lakini kwa experience ambazo tumeziona nyuma, wanawake wengi walikuwa wanadhalilishwa. Kwa mfano, mtu anaweza akaenda jukwani, mtu ambaye labda ni mpinzani wanagombea utakamwambia tu huyu hajaolewa, yani na vitu masuala madogo madogo kama hayo. Kwa sababu tumeona hata wanaume ambao hawajaoa wamekuwa wakigombea, lakini yale mambo ambayo ni ya binafsi, mimi kama na mambo ya binafsi yabakie kuwa ya binafsi, ili mradi nina sifa na vigezo vya kuwa mgombea, basi nipate hii haki yangu. Kwa hiyo mimi kama ambavyo nimesema mwanzoni, hali hii itafungua milango sana kwa wanawake kujitokeza, na niwase tu vyama vingine vyote, ingawa leo naongelea chama changu, vyama vingine vyote vifungue milango kwa wanawake, kwa sababu tumeona pia hata wanawake kuhamasika, kwa sababu tumeona kiongozi mkuu wa nchi ni mwanamke na amefanya kazi kubwa sana. Ile imetoa hamasa kwa wanawake wengi zaidi kuhamasika kuja kugombea. Kwa hiyo milango imefunguliwa. Lakini vile vile hata vyama tumeona sasa hivi kuna vyama vimeanza kufungua hii milango, wanawake wengi wamekuwa wakijitokeza kugombea nafasi za juu. Kwa hiyo tunaona haya yote ni kubwa zaidi katika kuhamasisha wanawake kuingia katika hizi nafasi za maamuzi. Lakini kama ambavyo tunasema kwenye uchaguzi huu, kwa kuwa ni haki yetu hii, wanawake waitumie kikamilifu ili waweze kukidhi matakwa yao ya kikatiba ya kupiga na kupigiwa kura. Na tumaini kwa mwaka huu tutakuwa na historia sana ya wanawake wengi kujitokeza, kwa sababu pia ni uchaguzi wa kihistoria. Tukushukuru sana mheshimiwa. Asante sana, na nyie nawashukuru kwa kuhabarisha umma. Endeleeni kufanya kazi yenu. Haya, kama ambavyo umeweza kumsikia, huyo ni katibu miongoni mwa makatibu ambao wamehudhuria hapa.